Wakazi eneo la Lurambi kaunti ya Kakamega wamamkia kwa kisa cha kutamausha baada ya bawabu mmoja kuuawa kinyama siku ya kuamkia leo. Bawabu huyo aliyekuwa anafanya kazi katika eneo la kuuzia mbao amepatikana amekufa na mwili wake kutupwa katika sehemu yake ya kazi. Wakizungumza katika eneo la tukio, wakazi hao wamelalamikia utovu wa usalama hasa matukio ya mauaji ya kinyama yanavyozidi kuendelea. Soja hapa Kakamega wanakatakatwa na hatujui security yetu inatusaidia namna gani. Sababu tumepeleka huyo tukapata mwingine kwa kitanda na tumepata mwingine tena analetwa na ambulance. Sasa tunauliza tukiendelea hivi tutakaa namna gani? Serikali tusaidie. Hali sawia imeshuhudiwa katika kanisa la SDA Maraba ambapo bawabu wa kanisa hilo ameuawa na mwili wake kutupwa katika eneo la madhabahu la kanisa hilo. Akizungumza, kasisi wa kanisa hilo Naftali Nyongesa amekashifu vikali mauaji hayo na kuomba vyombo vya usalama kuimarishwa ili mauaji ya kikatili yakakome. Visa vya uchambazi na maaskari wa usiku kuuliwa katika hii mji wa Kakamega vimesidi, na wito wetu kama kanisa naomba ya kwamba vyombo vyetu vya usalama viimarisha doria. Kamanda wa idara ya polisi kaunti ya Kakamega Vincent Rotich amesema washukiwa ni watu sawia na mmoja wao amenaswa na kamera ya CCTV alipokuwa anajongea katika eneo hilo. Vile vile amesema kuwa uchunguzi bado unaendelea na waliofanya madhila hayo watachukuliwa hatua ya kiserikali. Tukiangalia ule wa SDA amewawa, amepikwa kichwa na sharp object. The same ule pia wa Lurambi amepikwa vile vile ambavyo inafanana, kuonyesha kwamba the modus operandi ya huyu ama hao wa jamaa inafanana. Tumefuatilia kidogo CCTV footage na tunaona kwamba iko mtu ambaye ni mmoja ambapo aliweza kuingia hapo mwendo wa saa 8:23 na in the process ni kama aliona kwamba iko CCTV akarudi akatokezea na upande ambao alikuwa naamini kama hakuna, lakini kwa bahati pia ikamshika kiazi. Nikiripotia runinga Shahidi TV, jina langu ni Timothy Sonik.